Iran imeongeza shinikizo la kidiplomasia dhidi ya Bulgaria baada ya kuishutumu kwa kuruhusu ndege ya jeshi la anga la Marekani inayotumika kujaza mafuta angani kutua na kufanya shughuli kwenye kambi ya kijeshi iliyopo nchini humo. Tehran inaona hatua hiyo kama ishara ya kuongezeka kwa ushirikiano wa Bulgaria na Marekani katika operesheni za kijeshi zinazoendelea dhidi ya Iran, huku ikionya kuwa uamuzi huo unaweza kuifanya Bulgaria kuhesabiwa kama mshirika wa mashambulizi ya Marekani na Iran. Akizungumza hii leo Jumatatu Julai 27 mwaka 2026, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghei alisema kuwa viongozi wa Bulgaria wanapaswa kuwajibika kwa uamuzi huo, akisema kuwa nchi yoyote inayoruhusu ardhi, viwanja vya ndege, kambi za kijeshi au miundombinu yake kutumiwa kwa ajili ya kusaidia operesheni za kijeshi dhidi ya Iran haiwezi kujiondoa katika matokeo ya kisiasa na kiusalama yatakayotokana na hatua hiyo. Ismail alisema uamuzi wa Bulgaria ni wa hatari, usio na msingi wa haki na unaweza kuifanya nchi hiyo kuwa mshirika moja kwa moja katika mashambulizi dhidi ya Iran. Aliongeza kwa Tehran inafuatia kwa karibu mienendo mataifa hayo yanayoshirikiana na Marekani katika operesheni hizo na kwamba Iran ina haki ya kuchukua hatua za kidiplomasia na nyinginezo kulingana na sheria za kimataifa ili kulinda usalama wake. Kwa mujibu wa Baghei, hii si mara ya kwanza kwa Bulgaria kuhusishwa na operesheni za Marekani. Aidha, hapo awali Bulgaria iliruhusu ndege za Marekani zilizokuwa zikitoa msaada wa vifaa, mafuta na usafirishaji kwa operesheni za anga dhidi ya Iran kwa kutumia uwanja wa ndege wa Sofia. Iran inaamini kuwa huduma hizo za usafirishaji na ujazaji mafuta angani zina mchango mkubwa katika kuongeza uwezo wa ndege za kivita kufanya mashambulizi ya masafa marefu. Ndege za kujaza mafuta angani ni sehemu muhimu ya operesheni za kisasa za kijeshi kwa sababu huziwezesha ndege za kivita kubaki angani kwa muda mrefu, kufika maeneo ya mbali bila kutua na kuongeza idadi ya mashambulizi yanayoweza kufanywa katika operesheni moja. Kwa mtazamo wa Iran, uwepo wa ndege hizo katika nchi washirika wa Marekani unaongeza uwezo wa Washington kuendesha mashambulizi dhidi ya malengo ya Iran. Kauli hiyo imekuja wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiendelea kuongezeka licha ya kupungua kwa mashambulizi ya moja kwa moja katika siku za hivi karibuni. Iran imeendelea kusema kuwa nchi yoyote itakayotoa msaada wa kijeshi, vifaa, taarifa za kijasusi au miundombinu kwa operesheni zinazoilenga inaweza kubeba sehemu ya uwajibikaji wa mzozo huo. Ismail pia alikanusha taarifa zilizoenea kwa Iran imewasilisha ombi la kurejesha mazungumzo na Marekani kwa lengo la kusitisha vita. Alisema kwa sasa hakuna mazungumzo yoyote yanayoendelea kati ya Tehran na Washington na kwamba Iran hajaomba kuanza tena majadiliano hayo. Kwa mujibu wa taarifa yake, taarifa hizo hazina msingi na haziakisi msimamo rasmi wa serikali ya Iran. Alisema msimamo wa Iran unabaki kuwa Marekani ndiyo iliyoanzisha hatua za kijeshi zilizoongeza mzozo huo, hivyo haiwezi tena kuwa Tehran ndiyo inayopaswa kuomba mazungumzo wakati mashambulizi dhidi yake bado ni tishio. Kauli za Iran dhidi ya Bulgaria zinaonyesha kuwa mzozo huo sasa hauishii tu katika mapambano ya kijeshi pekee, bali umeingia katika hatua ya shinikizo la kidiplomasia dhidi ya mataifa yanayoshirikiana na Marekani, huku Tehran ikionekana kutuma ujumbe kwamba haitaitazama kimya nchi yoyote itakayoruhusu ardhi, viwanja vya ndege au kambi zake kutumiwa kwa operesheni zinazolenga Iran, huku ikisema kuwa ushiriki wa aina yoyote unaweza kuwa na athari za kisiasa, kidiplomasia na kiusalama kwa nchi husika.